Hii maneno ya siasa ya hapa kwetu Kenya ni mabaya, yale ambayo tunayashuhudia, kwa sababu sisi kama taifa tuko na demokrasia ya expression, association, speech. Na hivyo basi, hata kama ni association, hata kama mwanasiasa anajihusisha na upande gani, anastahili kuwa analindwa na katiba yetu ambao Wakenya wameichukua kwa dhati kutekeleza hiyo demokrasia. Lakini kile tunachoshuhudia ni wale wanajiassociate na kanisa, kama siku ya leo vile tumesikia katika kanisa, na tulishuhudia hilo wakati mwingine mahali Gachagua ameenda kuabudu. Siku hiyo hiyo kanisa halitaabudiwa. Watoto utaona wanalia kwa machozi, wazazi, watu wengine wanakimbia, wengine wanaweza kuumia. Sasa tunajiuliza huu mtego, kwa sababu wanatupiana. Ni serikali inafika Gachagua, kwa serikali inasema Gachagua ndio anajipika mwenyewe. Hata kama ni nani, wajue ya kwamba hiyo ni siasa mbaya, inaleta maisha mabaya na inaendelea kuleta aibu kwa kanisa na kutokuheshimu mahali pa ibada. Kwa hivyo naomba uwe ni mpango wa opposition, uwe ni mpango wa serikali. Gachagua tia ngazi ni nje ya kanisa na outside the compound, sio ndani. Na hata kama hiyo siasa ya namna hiyo itaendelea, lakini huo ni upusi. Siasa za aina hiyo sikome. Watu wa Kenya wanataka amani, na siku ya ibada ni ya kuheshimiwa sana.